Kichwa chako kinauma, acha kunywa dawa tu. Kuna watu kila siku kichwa kinauma na wanaendelea kunywa dawa bila kufahamu kwamba kuna taarifa mwili wako unakwambia, ila wewe ndio umeshindwa kuzitafsiri. Kwa hiyo unapopata maumivu ya kichwa, ndugu yangu, acha kutumia dawa tu, kwamba unameza kila siku, unameza dawa za kupunguza maumivu, painkillers. Na wewe na painkillers ni hatari kwa afya yako. Ndio maana wengi tumekuwa tukipelekea changamoto za kuua ini. Moja ya kitu kinachoua ini ni matumizi ya madawa kila siku. Kwa hiyo unapopata changamoto ya kichwa kuuma, ni taarifa unapatiwa. Mwili wako unakuambia jambo kwamba kuna kitu hakiko sawa ndani ya mwili wako. Sasa leo nitakwambieni ni sababu zipi zinazosababisha kichwa chako kuuma mara kwa mara. Kama ni mara ya kwanza, basi hakikisha una subscribe channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na jambo lolote la kiafya, una changamoto yote ambayo inakutesa, basi tuko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Kwa hiyo sababu za kichwa kuuma mara kwa mara ni zipi? Hapa tuanze kuzifahamu moja moja baada ya nyingine na dalili zake. Changamoto ya kwanza ni msongo wa mawazo, stress, ambayo hii inapelekea ni stress headache. Unapata maumivu kwa sababu ya stress. Mtu unapokuwa na stress, kuna dalili ambayo mtu anapata. Changamoto ya mtu akiwa na stress, anaweza kawa anapata maumivu ya kichwa, anaweza kawa anakojoa sana, anaweza kawa anatokwa na jasho jingi sana. Hizo zote ni dalili zinazoonyesha kwamba mtu anakuwa na stress. Sasa kichwa kinapokuwa kinauma ni kama vile kimebanwa, kama vile kimefungwa. Yaani kichwa kinauma ni kama vile kimefungwa kabisa. Sawa? Hii huwa inaashiria na stress. Na mara nyingi haya maumivu yanatokea mwisho wa siku. End of the day huwa yanatokea. Lakini pia hii huwa ni sababu ya kawaida sana unapokuwa na changamoto ya msongo wa mawazo. Namba 2, migraine. Tunasema ni kipanda uso. Kwa lugha ya kawaida ni kipanda uso, na watu wengi tunafahamu. Sawa, unapata maumivu makali upande mmoja. Unapopata maumivu makali ya upande mmoja, basi inaashiria kwamba una kipanda uso, migraine moja kwa moja, ambayo hii ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikitesa na watu wengi sana, ambayo inaambatana na kichefuchefu, lakini pia na mwanga unakusumbua. Yaani unapoona mwanga kichwa chako kinauma, ni migraine moja kwa moja. Unapata maumivu upande mmoja, hiyo ndio kipanda uso. Hakikisha unapokuwa na changamoto hii unatafuta tiba sahihi. Namba 2, pressure ya damu. Namba 3 tunasema ni pressure ya damu, high blood pressure. Unapokuwa na pressure, sawa, huwa inapelekea kichwa kinauma, hasa nyuma huku. Kichwa kinakuwa kizito, unapata kizunguzungu. Hii huwa inaitwa, inaweza ikawa ni hypertension moja kwa moja, ni pressure yako inapanda. Na watu wengi wamekuwa na changamoto hii. Una changamoto ya pressure mpaka imefikia sehemu macho, mpaka umepitia sehemu mpaka huku pameanza kuwa pazito. Ndio stroke inatokea kule. Unapokuwa na pressure, tibu mishipa. Ndio namna rahisi sana ya kuondokana na changamoto ya pressure. Ndio maana kuna watu wengi wameteseka muda mrefu na changamoto ya pressure. Ukikutana na kwambia, bana, mimi mpaka nimekuwa na stress, nimechoka, nimekata tamaa. Unatumia tiba kila siku na hujai kaa sawa, kwa sababu hujatibu chanzo cha nini? Cha tatizo. Hujatibu chanzo cha tatizo na you are not ready to change. Utaki kubadilika. Hakikisha unafahamu kwamba unalotakiwa kuanza nalo ni nini. Hakikisha unatibu mishipa. Pressure kuisha. Mishipa. Na mishipa ndio chanzo cha pressure. Na ndio maana kuna watu wamekuwa mkituuliza kwamba mbona watu wembamba pia wanapata pressure? Pressure is not about wembamba. Is not about unene. Is about mishipa. Ukiwa mwembamba au mnene, mishipa ikiwa na tatizo, pressure inapanda. Hakikisha unatafuta suluhisho. Namba 4, changamoto za macho. Changamoto ya macho. Na mara nyingi unakuta kichwa kinauma ukitumia nini? Ukitumia hii hapa, simu. Macho yanachoka. Mwanga. Au pengine unapotumia kompyuta. Hiyo ni changamoto inayosababisha kuumwa kwa kichwa. Na mara nyingi pia unawapata watu unaovaa miwani. Kwa hiyo unapokuwa unatumia miwani au unatumia simu kwa muda mrefu, unatumia laptop kwa muda mrefu, inasababisha kichwa kuuma. Hakikisha unatafuta suluhisho. Sawa? Hakikisha unaepuka matumizi ya simu na kompyuta ikiwa giza. Ule mwanga unakuwa mkali, unakuasili, unapelekea macho kuuma. Ukosefu wa maji mwilini. Hii watu wengi wote tunaijua. Maji yanakuwa yamepungua mwilini. Kichwa kinauma, kinaambatana na uchovu, na midomo inakauka. Maji mwilini yanapungua. Watu wengine unakuta maji mpaka aelekezwe na daktari kabisa.
Akiambiwa akutana na daktari, anasikia uwe unakunywa maji glasi 3 asubuhi. Huyo mtu ndo anaanza kufanyia kazi. Unakuwa unajichosha. Fahamu umuhimu wa maji mwenyewe. Kwa maana unatakiwa utumie maji. Hiyo ni jambo jingine linalosababisha kichwa kuuma. Sababu nyingine, damu kupungua, HB. Damu ikipungua inapelekea maumivu ya kichwa. Ndio maana kuna wanawake wengine pia wakiwa period wanapata maumivu ya kichwa. Na ukiwafuatia sana wana bleed, wanatoa damu nyingi sana. Hiyo inasababisha kichwa kuuma. Kuna wajawazito ambao unakuta mara zote kichwa kinauma. Huyo mtu kila siku anapambana, anatafuta dawa za kupunguza maumivu, Panadol zake, kila kitu ni chake. Shida ni damu. Damu inapungua. Tena kuna vitu hapa ninavyo vya kutumia. Tumia beetroot. Hii inaitwa rosera. Rosera hii. Roeka. Mara nyingi huwa na roeka mimi natumia. Hizi hapa. Sio zinaonekana. Hizi hapa rosera hizi zinaongeza damu. Hizi hapa. Rosera tunazijua. Kuna wengine wanaziblend, mimi huwa naziroeka. Hizi hapa rosera. Zinaongeza damu sana. Roeka ongeze damu. Ndio maana unapeleka kichwa kiuma. Na kama mjamzito tumia hizi, tumia na beetroot zaidi, itakusaidia. Hizi hapa rosera zinauzwa. Nzuri zaidi, zitakusaidia. Zitakuondokana changamoto ya maumivu ya kichwa. Sasa dalili zipi ambazo utakiwi kuzipuuza? Dalili ya kwanza, kichwa kuuma ghafla sana. Kama mlipuko. Ulikuwa vizuri, ghafla kichwa kinauma. Hiyo ni hatari kwa afya yako. Namba 2, unapoteza kuona. Pengine nafahamu. Macho nafahamu. Ni changamoto kubwa, unatakiwa ukachunguze. Namba 3, kichwa kuuma, shingo ngumu na homa. Hatari kwa afya yako. Hii inaweza ikawa ni tatizo kubwa kama tatizo la ubongo na mishipa ya fahamu. Hakikisha unaenda kuchunguza ili kujua changamoto ni nini. Tuambie hapo chini kwenye comment, unafikiria wewe ni kitu gani kinachokusababisha kichwa kiume mara kwa mara. Kama hujanifollow, hakikisha unanifollow. Kama utakuwa na jambo lolote la kiafya, usiache kutuuliza. Usahau kusubscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie hapo chini kwenye comment, una changamoto gani inayokutesa ili uweze kupata msaada zaidi. Karibu na Mungu akubariki.